Mheshimiwa Rais anawasihi wa Tanzania kumtumia mama yetu Susan Ngolo Mussa kama kielelezo cha malezi ya watoto wetu, kielelezo cha kupenda watoto, kielelezo cha kulea watoto kwa maadili, kielelezo cha kuwafanya watoto watangulize maslahi ya nchi mbele na hivyo kuwa tayari kutumikia taifa lao kwa nafasi yoyote wanayopewa. Mheshimiwa Rais anatoa wito kwa Watanzania wote kuwapenda watoto wetu, kuwalea watoto wetu kwa maadili mema na kuwaandaa kutumikia nchi yao kwa nafasi yoyote wanayoipata. Huo ndio wito wa kipekee sana wa Mheshimiwa Rais, kwamba namna bora ya kumwenzi mama yetu, bibi yetu Susan Ngolo Mussa na sisi kuiga mfano wake katika malezi bora na malezi mema ya watoto wetu. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba leo tumekutana hapa sio kwa sababu mama yetu, bibi yetu Susan Ngolo Mussa alikuwa diwani au alikuwa mbunge au alikuwa waziri au alikuwa waziri mkuu au alikuwa mwanamitindo au msanii au mwimbaji wa sanaa. Yote hakuwepo. Tumekutana hapa kwa sababu alikuwa sehemu kuu ya malezi ya rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Watanzania kwa mamilioni wanakubaliana kwamba alitoa mchango mkubwa katika utumishi wa nchi yetu. Alitoa mchango mkubwa. Alitoa mchango mkubwa wa kumwonyesha Mtanzania anayo nchi yake, ana wajibu wa kuipenda nchi yake, kuitumikia wakati wote, lakini vile vile kuwa tayari kwa chochote kwa ajili ya nchi yake. Huo ulikuwa uzalendo wa hali ya juu wa John Pombe Magufuli, ambao leo tunamwenzi mama yake kwa kazi alizofanya. Mnaopitia mitandao ya kijamii mtaona mamia kwa maelfu ya vijana na watu wazima wametoa salamu kupitia kwenye mitandao. Pumzika bibi yetu, pumzika bibi yetu. Bibi yetu kamsalimie baba yetu John Pombe Magufuli. Salamu hizo ni ishara ya Watanzania kuguswa na maisha ya John Pombe Magufuli aliyelelewa na Susan Ngolo Mussa.